wa marejeo. Leo tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 ni unabii wa marejeo, kwa sababu unabii wenyewe tuliutoa ulikuwa mwaka 2024. Bwana sema hivi, naangalia na kutazama katika ono la kinabii, ninaona kama umeme haupo. Sioni umeme ukanda Afrika Mashariki. Sioni nini? Sioni umeme ukiwaka. Alafu natazama naona mabwawa makubwa ya umeme, sawa? Natazama naona kabisa yani ndio yanapotea potea, sawa? Naona maji yanapotea potea. Naona ukame mkali sana utatokea kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na pembe ya Afrika, kiwango ambacho haijawahi kuwako katika rekodi ya wakao juu nchi katika ukanda huu. Njaa kali sana ikiambatana na ukame mkali sana utatokea kwenye ukanda wa Afrika Mashariki. Watu binafsi wachukue tahadhari, kwa sababu naona mabomba yanafunguliwa, naona hayatoi maji. Mara ya kwanza naona yanatoa maji, siku zinazozidi naona yanapungua maji, sawa? Baadaye nikaona yanasimama kwa muda wa wiki, sawa? Baadaye yanaenda wiki 3, sawa? Naona yanaenda mwezi, yanaenda miezi 6, alafu na nilipotazama ninaona katika ono la kinabii, naona kabisa hayatoki vilio na maombolezo. Makanisa yenye uwezo wachimbe visima vya maji, visima vya miamba. Serikali wachimbe visima vya miamba. Serikali ya Tanzania na serikali zingine za ukanda Afrika Mashariki ambazo zina neema ya maziwa, zina neema ya bahari, wajaribu kutengeneza utaratibu mwingine kwa ajili ya kuvuna maji na kuyachuja kwa ajili ya kuhifadhi uhai katika wakati unaokuja. Ni njaa kali sana inakuja katika ukanda Afrika Mashariki. Watu binafsi nunueni sola. Sola itapanda zaidi vile mnavyojua nyie wakati huo. Milazo haitanunulika tena. Milazo hapa. Sola naiona inauza, sola ndogo inauza milioni 5. Milioni ngapi? 5. Wakati huo sola ndogo ile ya wastani wa laki plus, sawa? Ninaona inauzwa milioni ngapi? Milioni 5. Bwana zuri hapa. Watemelelewa. Makanisa yenye uwezo wachimbe visima. Makanisa yenye uwezo wachimbe visima virefu vya miamba kwa ajili ya kuhifadhi uhai katika wakati ambao hali hii itatokea katika ukanda wa Afrika Mashariki pamoja na pembe ya Afrika. Njaa ambayo haijawahi kurekodiwa katika ukanda huu. Ninaona natazama vilio. Ninaona watu wengine wamekonda kabisa. Wengine wanaanguka kukosa chakula. Ninaona hali mbaya zaidi, melazula. Ninaona mifugo pia inafariki. Ninaona Wamasai wanalia. Naona Wamasai wanalia, mifugo inakufa. Watoto pia wanakufa. Naona watu wazima wanakufa. Hali itakuwa mbaya, kiwango ambacho hospitalini watu watakwenda lakini hapata kuwa na namna ya kuwasaidia, kwa sababu tatizo ni njaa. Serikali za ukanda huu, chukueni tahadhari ya kuweka akiba ya chakula ya muda mrefu. Wekeni akiba ya chakula kwa idadi ya namba ya watu wenu, kiwango ambacho kitaenda wastani wa miaka 4. Sijui itakuwa kwa muda gani, lakini naona wastani miaka mingapi. Sisemi njaa itadumu kwa miaka 4, ila nasema wastani wa miaka mingapi? 4. Watemelazura waweke akiba ya chakula. Mikoa iweke akiba ya chakula kutokana na namba ya watu, lakini serikali ifanye uratibu mzuri na mashirika mbalimbali ya maendeleo pamoja na makanisa yenye nguvu kwa ajili ya kununua chakula na kuweka reserve ya chakula. Ninajua nasema jambo hili watu wataniona kama akili sina, lakini akili zangu ziko sawa kama nilivyotabiri mwaka 2024, sawa? Na nabii zingine zote zaidi ya nabii 156 zimetimizwa na Mwokozi. Hii pia naisema, naona watu wataniona mtu wa kawaida, wataona kwamba huyu ni mwanadamu tu anayekula ugali, lakini nawaambia ni Yesu anasema na nyie. Nisikie neno la Bwana ukanda Afrika Mashariki. Niliona video ya maombolezo. Umeelewa? Ni wengine wanajuta, wanasema tuliona video yake kwenye mtandao, tulimdhwa nao. Ndio wengine waangalia video, inapofika unabii huu wanauangalia, wanasikiliza sekunde 2-3, wanaupeleka mbele, wanaangalia vitu vingine vya kipumba. Umeelewa? Lisikie neno la Bwana. Lisikieni neno la Bwana. Njaa kali sana inakuja ukanda Afrika Mashariki. Na njaa hii, watu binafsi, anzeni kuweka akiba ya chakula. Watu binafsi, wekeni akiba nini? Ya chakula. Anzeni kuweka reserve ya chakula majumbani kwenu. Anzeni kuweka reserve ya gas. Melazole,
na nishati zingine. Umeelewa hapa? Kwa sababu hali itakuwa mbaya, na hii itaenda sambamba na baadhi ya mambo yatapanda bei kutokana na mzunguko wenyewe na hali yenyewe. Umeelewa? Na hii nguvu sio nguvu ya serikali wala nguvu. Hii ni nguvu ya Mungu mkuu. Yesu anaipenyeza kuweka anwani maalum East Africa. Umeelewa hapa? Nazungumza jambo hili, Mungu ananiambia waambie watu hawa. Umeelewa? Waambie watu hawa wajue anwani hizi za kinabii. Umeelewa? Mwamba asema hivi, kuna njaa kali sana inakuja. Wekeni akiba ya chakula. Wekeni akiba nini? Ya chakula. Wale wote wanaosikia unabii huu wakiupokea, umeelewa? Mwamba atatengeneza njia wakati huo. Lakini haimaanishi kwamba usiweke chakula. Wekeni akiba ya chakula. Kwa sababu naona njaa inaanza kupiga kengele. Ninaona kengele inalia sasa. Ninaona inapiga honi, sawa? Inapiga honi, naiona hiyo hapo. Hiyo hapo East Africa. Nisikie neno la Bwana. Naiona hiyo hapo tayari. Ninaona hiyo hapo. Hiyo. Naona tayari Afrika yote Mashariki na Kati pamoja na pembe Afrika, ninaona hali mbaya sana kuwahi kutokea katika ukanda huu. Umeelewa? Na huu ni Yesu anazungumza ulimwenguni, kuweka anwani zake ulimwenguni kabla kuja kwake, ili watu wote wapate kutubu dhambi. Umeelewa? Tubu dhambi kwa sababu Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Rekebisha maisha yako. Mungu mkuu Yesu anaweka anwani ulimwenguni. Unaweza pia kufuatilia jumbe mbalimbali, jumbe za kinabii, jumbe za usiku za mwisho, jumbe za hitimisho kwa watu wa mataifa. Fuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mwangaso Ministry. Utaona jumbe mbalimbali, na jumbe hizi zinatoka kwa mtindo wa series. Kila ujumbe fuatilia series ya kwanza mpaka ya mwisho. Na jumbe hizi usitumia akili yako cosmology wala usitumia akili yako theolojia. Unapaswa kumuuliza yeye Mwokozi. Na jumbe hizi bila shaka yote zinakuja kwa mtindo wa series. Fuatilia series ya kwanza mpaka ya mwisho kwa kila ujumbe, ili umuelewe Yesu na safari yake. Asema mwamba mashauri Yesu.